ninasahau, hata nyumbani ninasahau, hata ninasahau mimi ni nani. Ninaingia kwa ibada ya Mungu, ninashukuru Mungu, ninaabudu na Mungu. Hata kama niliacha mambo moja mbili ikiwa sio mzuri, hiyo si jambo ya kukuja kuwazia katika nyumba ya Baba. Mnajua ninasema mara mingi, pengine sipatangi nafasi mzuri kama ile ninapata wakati niko katika ibada. Kwa sababu nikiamka Monday, ninashika jembe yangu, ninashika randa yangu, ninashika nyundo na michumari, ninaanza kufanya kazi kutoka asubuhi mpaka jioni. Pengine hata kama ni maombi, ninaomba kama saa moja au saa mbili. Lakini wakati ule ninakuja katika ibada ya Bwana, huo ndiye wakati ule ninajua Bwana amenichagulia tuongee na yeye, tukae na yeye, nisikilize na yeye na anibariki. Kwa hivyo ibada sio jambo tu la kawaida, kukuja tu kanisani, kuiba, kuworship, alafu kwenda nyumbani. Lakini itabidi uwe ukiingia kilindini ya moyo wako, upeane moyo wako kwa Mungu. Ukisha upeana kwa Mungu, naye Mungu akutendee. Neno la Bwana wakati ile ilikuwa ikipita, kutoka kitabu cha Zaburi, ni neno lilipita tu hivyo na likapita tu hivyo, lakini mimi niliitilia maanani sana na nikaona, kweli Mungu wewe ndiye, kweli Mungu wewe ndiye ulifanya hivyo, ulikuwa hivyo na ukatenda hivyo. Neno lilikuwa linasema, He sent forth his word and healed them. Nani alisikia hiyo neno likisoma pahali popote pale? Alituma neno lake na likawaponya. Wengi hawajasikia hiyo ilisomwa wapi, hawajui. Thank you, God bless you. Apatiwa kipata sauti kama inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Neno hilo linatoka katika kitabu cha Zaburi 107 mstari wa 20. Neno hilo lilikuwa linasema, hulituma neno lake, huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Amen. Okay. Hiyo ilikuwa neno la Bwana. Sijui hii sisi na ni wewe umeongeza. Ulituma neno lako and healed them. Ni nani huyo alituma neno? Nikatafakari, nikafikiria niangalie kulikuwaje ili akatuma hilo neno. Kukawaje? Ni nani huyo alituma neno? Mhubiri aliyesoma hakufafanua, lakini neno lilikuwa limeshafika. Tukianza huko juu kidogo, nikatamani kujua ni wakati gani huyo alituma hiyo neno. Psalms hiyo tu, tuanze mstari wa 17. Tuanze mstari wa 17. Zaburi 107 mstari wa 17. Wapumbavu. Sikilizeni, wapumbavu kwa sababu ya ukosaji wao. Kwa sababu ya ukosaji wao Na kwa sababu ya maovu yao. Kwa sababu ya maovu yao
hujitesa. 18. Aha. Nafsi zao Nafsi zao zachukia kila namna ya chakula, zachukia kila namna ya chakula. wameyakaribia malango ya mauti. Wakamlilia Bwana, Wakamlilia Bwana katika dhiki zao. Aha. Akawaponya na shida zao. Hulituma neno lake, Aha. huwaponya, huwatoa katika maangamizo yao. Yes. Biblia inasema some because of his foolish some became fools through their rebellious way. Wengine wakawa wapumbavu kwa sababu ya kukaidi maneno ya Bwana. Walikuwa wapumbavu na wakagojeka, na ile chakula walikula ikawaumiza, wakaanza kugojeka na wakagojeka, na wakawa watu ambao ni wamegojeka. Lakini walipolilia Mungu, naye Mungu ndiye alifika kwa pahali ambaye tulisoma. He sent forth his word, akatuma neno lake, nao neno lake likawaponya. Ni mara ngapi ambaye uligojeka ukalilia Bwana? Na pengine ugonjwa ambaye uligojeka haukuwa ugonjwa wa kawaida, lakini ukalilia Bwana, ukamwambia Bwana, mimi nimeshagojeka na ninataka msaada wako. Madaktari wameshindwa, marafiki wameshindwa, madawa yameshindwa. Mungu, wewe ndiye ninataka unisaidie. Naye Mungu, Biblia ikasema, he sent forth his word, akatuma neno lake likamsaidia, likawaponya and rescued them from the grave, na ikawazuia kuingia kwenye mauti. Ni mara mingi sana ambaye umegojeka, na hiyo ugonjwa uligojeka imepeleka wengi kwa kaburi. Waliingia pahali wewe uliingia, lakini hawakutoboa, wakaingia kwa grave, wakazikwa. Hata sasa wamezikwa. Hiyo ni jambo la kuwa unashukuru Mungu kwa sababu yake. Wakati ulikuwa ukashika mimba, ukaenda hospitali, sasa ikawa ni wewe tu na Mungu wako, ukalilia Bwana, Bwana nisaidie, naye Bwana akakuja akakusaidie. And he sent forth his word, akakuponya na akakuokoa, ukapata mtoto akaendelea, akaanza kukua. Hukuona kama ni jambo la maana. Wakati ulikuwa unaomba, wakati Mungu alituma neno lake likakuokoa, likakusafisha, likakuinua, ukasahau maneno ya Mungu. But the word as it was going, he sent forth his word and healed them. Nikakumbuka kama vile nilikuwa nimemwambia siku ingine, nilienda kwa specialist ambaye alitoka Nairobi. Madaktari walikuwa wameshindwa, walikuwa wameona hii imezidi, hawawezi. Specialist akakuja kutoka Nairobi, na anakujaga mara moja kwa mwezi, na anakujanga kwa wale ambaye wamekuwa wamezidi madaktari wa kawaida. Specialist akaniambia, uko na kadi ya NHIF? Ilikuwa wakati wa NHIF, ulikuwa uko? Nikamwambia niko. Kwani unaona mimi kama siwezi kuwa na hiyo? Niko naye. Akaniambia, iko makaratasi tutajaza kwa sababu utaenda theater. Nikamwangalia,
Kwanza nikaangalia tuko na nani, anaongelesha nani. Nikaangalia nikaona hakuna mtu mwingine, ni mimi. Nikamuuliza ni mimi? Nikamwambia hapana, mimi siendi theater. Simwambii maneno ya kujitungia, ni vile ilivyokuwa. Akaniambia, wewe enda, ukifikiria tujaze hiyo makaratasi, tutayajaza na tutaendelea na hiyo matibabu. Nikamwambia sawa, nitatoka na niende. Kama nitarudi kwako, nitarudi tu na ni sawa. Nikasema kama vile Farao aliambia Moses, akamwambia Farao aliambia Moses, wewe Moses, kwa sababu umeua mpaka mtoto wangu wa kiume, wewe enda na hatutakutana tena uso kwa uso. Naye Moses akamwambia, hivyo umesema ndivyo ilivyo, hatutakutana tena. Na Moses alikuja na nguvu za Bwana, akang'oa watoto wa Israeli na wakaenda. Amen. Nikaenda nikainua imani, na nikainua imani kikamilifu. Ni kwa sababu huyo Mungu wangu nilikuwa nimemwamini, na hata sasa ninamwamini na nitazidi kumwamini. Nikainua imani yangu, na ile uchungu nilikuwa ninasikia yote ikaisha. Sasa inaendelea kuwa kama miaka 3, sisikii hata kanini ingine, hata homa ninakunywanga Panadol inaisha. Amen. Ni kwa sababu ya kuinua imani. Maybe you don't have this, pengine una imani hii. Don't try this at home. Let me tell you the truth. Unaweza enda kusema hivyo, ueleza madaktari na huna imani, utakufa na utazikwa. Itategemea ni imani gani uko naye ndani ya huyu Mungu wako. Na wakati unatibiwa na unapona, when God sends his word and heals you, remember the God who heals you. That is the word that we had this morning. He sent his word and healed you. And this word, hii neno ndiye tulikuwa tunasoma Sunday. The doctrine of the scripture, au mafundisho ya maandishi yalitoka wapi? Hii maandishi ya Mungu ilitoka wapi? Hii Bible ilitoka wapi? Ndiye tulikuwa tunajifunza wakati wa Sunday, na tukijifunza kamili au kwa urefu, ilitoka wapi na ikakuja wapi na iko wapi, imefika wapi sasa. This word is very powerful. Umesikia Mungu akatuma ili neno lake and healed them their diseases. Ndiye inatumangwa kwako ukiwa kwa shinda, ukiwa kwa hatari, ukaomba Mungu, naye Mungu anatuma neno lake. It is very powerful. Neno la Mungu halijichanganyi, na ukinena neno la Mungu lazima utaokoka, lazima utatoka huko. Usiuite mama yako, usikumbuke nani mwingine anaweza kuokoa, au baba yako, but call upon the word of God, and God will send his word, and his word will heal you. Amen. That was just a passerby. Hiyo si haikuwa neno langu, lakini ni mzuri. Wakati ule tunasikia neno la Bwana, tunalitilia maanani na tuna tafakari, kwa nini lilisomwa leo? Kwa nini limesomwa leo? Kwa nini hakusoma ingine, akasoma tu hii? Ilikuwa inataka kumaanisha nini kwangu? Hiyo ndio kumakinika kwa neno la Bwana. Hata hii mafundisho unaona tukifundisha hapa, sio maneno tu ya mdomo ya kawaida, lakini iko siku moja itafika uone hilo neno ulitaje kama vile Yesu alilitaja. It is written. Ate kumeandikwa. Ate usijaribu Mungu wako.
Na kama hujui hili neno, utajuaje kurudisha hiyo neno? Ndio maana mnaona tuko na mafundisho mengine ni mazito, mengine wengi wanasema hayana breakthrough, hayana upako. Wengine wanasema hivyo ni kwa sababu pengine ameguzwa pahali. Lakini hili neno, haya maneno tunaongea sio maneno yetu, ni maneno ambayo tunaeleza Bwana, I don't want to go to give up my stories. I want to go and listen to you and speak about what you tell me. Neno lile nilikuwa nimeandalia siku ya leo tuko na masaa kidogo, sitaki niende sana. Nataka niongee maneno kuhusu shepherd. Shepherd kwa jingine ni wachungaji, na sio wachungaji vile mnaweza fikiria ni wachungaji wale wanasimama hapa. Hata wewe pengine itakuguza kwa sababu wewe ni mchungaji. Iko wale ambao wamewekwa mbele yako watunze na uwachunge. Shepherd na Kikuyu inaitwa mreithi. Na wachungaji nataka kwanza tuangalie the broad base, see government, broad base of the word wachungaji. Mchungaji kazi yake ni kwenda